Ikiwa ni Disemba 21 kutoka katika uwanja wa KMC Complex Mwenge, ripoti za Kawabe Media zinazungumza moja kwa moja, ikiwa ni mchezo wa dabi ya mashabiki kwa upande wa wananchi Young Africans, lakini pia upande wa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Wametambiana sana, mengi yameongelewa kuhusiana na mchezo huu wa leo. Hatimaye siku ndio imefika. Ni nini ambacho kitakwenda kutokea katika uwanja wa KMC Complex Mwenge ni jambo la kusubiriwa na kuona. Dakika 90 ndipo ambazo zitaamua, lakini hali imekuwa nzuri sana hapa KMC, watu wakiwa wamejitokeza kwa wingi sana. Ni kipi ambacho kinakwenda kujili? Ni Simba kwenda kuendeleza unyonge kwa Young Africans, ama Young Africans kwenda kuendeleza ubabe wao mbele ya Simba? Dakika 90 zitaamuliwa. Mimi naitwa Ernest Singano. Usiondoke, natembelea peji mbalimbali za Kawabe Media kuendelea kupata update zote. Miongoni mwa mashabiki wa Simba, atuambie na hii mechi anaichukuliaje. Upo vizuri mzee? Tuko vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika mapema hapa katika uwanja wa KMC. Tuko katika dabi ya mashabiki. Na huu umoja ulianzishwa zaidi ya mwezi mmoja au miwili nyuma. Mainfluencer wa soka wa Tanzania, Simba, Yanga, Azam, Singida, wote wale ambao wanasupport timu za ligi kuu pamoja na timu ya taifa, umeanzisha umoja wetu huu. Tukaona sasa, kwa sababu kwenye umoja wengi ni mashabiki wa Simba na Yanga, ligi imesimama muda mrefu na AFCON haichezwi Tanzania, inachezwa nchini Morocco. Kwa hiyo sasa sisi mashabiki na wale wapenzi ambao wanaofuatilia mpira wasikae kimya, tutengeneze dabi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo leo ndio siku ambayo ile tarehe 21 ambayo kila Mtanzania alikuwa anaisubiri kwa hamu. Unajua sisi mashabiki tulikuwa tukikaa kwenye online kama hizi tunawalaumu, Elia Mpanzu unakosa goli kwa nini? Kwa nini tunafungwa? Kibu Dennis vipi? Nataka muonyeshe. Kwa hiyo sasa tumeamua sasa twende uwanjani. Nyinyi mashabiki. Sisi mashabiki, kwa sababu sisi wenyewe mpira tushaucheza enzi zetu na bado tunacheza, umeona. Kwa hiyo yale ambayo tulikuwa tunajifunza kipindi cha nyuma, magoli kama yale wanaokosa kina Budo, magoli kama yale wanaokosa kina Janches, sisi hatukosi enzi zetu. Kwa hiyo inaweza ikaletea funzo, umeona, kwa timu yetu hususan Simba Sports Club. Wakatuona leo ndani ya uwanja wa KMC, umeona, ndani ya uwanja wa KMC tunavyoshinda magoli kwa njia ya urahisi kabisa. Kwanza viungo hatutaki kuwa wachoyo. Mimi mwenyewe nacheza namba 8, uchacheza namba 8 pale. Kwa hiyo pale mimi sitaki kuwa mchoyo. Nataka nikabe, nishambulie. Mimi sio Kante. Mimi unanifanisha na Morris Abraham. Ni mchezaji ambaye nacheza dakika 90 zote, na ni mchezaji ambaye nacheza kaskazini, kusini, mashariki, umeona, magharibi. Kwa hiyo leo ni funzo hata sisi mashabiki ambao tunalaumu sana. Tutakapokwenda kukosea, basi tujue ni hata wachezaji na wao wanakosea, ni jambo la kawaida. Lakini pia leo hii mechi hii kwa sisi mashabiki wa Simba tunaenda kukata utepe, tunaenda kuondoa nuksi, zile magoli ya kufungwa na Yanga ndani ya mechi 6 mfululizo. Hii ni aibu. Mimi siamini kama huku nyuma tushawahi kuwafunga Yanga mechi 6 mfululizo. Bado kila nikiangalia tushawafunga sana, lakini hii mfululizo, hii mechi 6 sidhani kama ukasema kuna wachezaji leo watakosekana, ama ndo hujuma zinaanza. Kama watakosekana ni kwa upande wao, kwa sababu wachezaji wa Yanga jana walikaa hotelini, wachezaji wa Simba walikaa hotelini. Sisi wachezaji wote wako fit. Tuko wachezaji 25 wako kwenye hoteli, umeona. Kama na sisi ambao tuko sabu, umeona, ikiwezekana tukiona jahazi imekwama tutaingia uwanjani tukarekebisha, kwa sababu ni timu ya mashabiki, haina idadi ya kubadilisha wachezaji. Lakini kubwa leo ni kwenda kuondoa hii nuksi ambayo Simba tunakutana nayo. Maandalizi mliofanya, mnaenda kuwafunga? Maandalizi mazuri, kwa sababu kila mmoja mshabiki, wachezaji wana ari. Yaani hii mechi kama ni ile mechi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo tumetengeneza kamati za ufundi kama 7. Kamati za ufundi. Mimi leo umeona nimevaa jezi ya timu ya taifa na kibarakasha changu hichi. Nimo katika kamati ya ufundi. Kamati gani hiyo ya ufundi? Hii siwezi kuitaja, lakini hii ni kamati ya watu 7, kamati ya ufundi. Na ndio maana jana nililala uwanjani. Kwa hiyo yote kwa yote mimi naamini mechi ya leo tunaenda kushinda, lakini kwa idadi kubwa ya magoli. Na hii itaenda kuleta chagizo ya mechi ambayo
tutakaocheza ya ligi Simba na Yanga, ili wachezaji wetu wapate funzo kutoka morali na kupata funzo kutoka kwa mashabiki wa Simba. Mimi nikushukuru sana, baada ya mechi tutaonana. Asante, tuko pamoja.